Katika kizazi chenye kelele nyingi, sauti ya maono haipotei. Hapa tunaenzi, tunaadhimisha, tunasherehekea. Tunapiga makofi kwa ajili ya wenye maono husheherekewa. Huyu mwana wa Mungu na yeye kupitia ile elimu ya darasani aliyoipata, na yeye elimu yake imevuviwa na Roho, ndio maana leo hii tunayaona matokeo. Na pia yeye alitoka katika chini ya kiongozi ambaye pia na yeye ni mtumishi wa Mungu ambaye alijulikana kama Dr. Shule. Dr. Shule, yes. Kwa hiyo kipindi chake cha Hour of Power nakikumbuka sana iko kipindi miaka ya 90 mpaka miaka ya hivi karibuni anasimamia mjukuu wake The Hour of Power, Dr. Shule. Ndiye aliyemuibua Bwana Maxwell. Ndio huyo alikuwa chini yake. Kwa hiyo leo tunaona matokeo makubwa ya huyu mwana wa Mungu Maxwell kwenye swala nzima la uongozi, lakini ni matokeo ya ile elimu ambayo aliipata darasani ikavuviwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, kwamba elimu zetu ambazo Mungu ametupatia za darasani zikivuviwa na Roho Mtakatifu ndivyo ambavyo huzaa matunda ambayo ni faida kwa jamii iliyokuzunguka na ni faida pia kwa vizazi vyote vinavyokuja. Asante sana mtangazaji, umenifanya nimebaki na just wow. Kwa kweli nimekuja kujua kwamba kumbe hata mimi mkurugenzi unaniambia kwamba kumbe hata hiki kipawa changu cha utangazaji kinaweza kikafiti hapo yaliyojiri Habari Mseto. Nina nafasi hapo kumbe. Kabisa ndio. Wow, asante sana. Mtazamaji wangu, kama ambavyo umesikia, fursa imetangazwa hapa. Kumbe usikae na elimu yako. Elimu yako ikivuviwa na Roho Mtakatifu kama ambavyo mkurugenzi ametuambia, elimu hiyo inaleta maisha na kusaidia watu wengi duniani kote waweze kumfahamu Kristo na waweze kuishi katika maono ya Kristo. Asante sana ndugu mkurugenzi, na nimefurahi sana kwa sababu nami pia nimepata fursa hiyo hapo yaliyojiri Habari Mseto. Ninaamini baada ya hapa nitakupitishia namba yangu uweze kuzungumza na mimi kwa ajili ya fursa hiyo ya kuanza kufanya utangazaji katika jukwaa lenu yaliyojiri Habari Mseto. Karibu sana. Asante sana mkurugenzi. Sasa nikukaribishe rasmi ndugu mkurugenzi, ujitambulishe kwa wana wa Mungu, lakini kabla hujajitambulisha, moja ya kitu ambacho nimejifunza katika maelezo yako yote ambayo yamejaa nyama nono, nimekuja kujifunza jambo moja, kwamba kwa sasa hakika tupo katika dunia ambayo habari ni biashara. Habari ni kama chakula cha watu. Habari ndio ambayo inaongoza maisha ya watu. Kwa ukikosa habari ni kama umemnyima mtu chakula, hawezi kusurvive kabisa hapa duniani. Na ninyi jukwaa lenu kabisa naiona hili yaliyojiri Habari Mseto, mnafanya kazi njema mno ya kutuhabarisha kila siku habari za ufahamu wa Mungu, habari ambazo zinafanana na asili yetu. Asante sana mkurugenzi, na niwape pongezi kubwa sana yaliyojiri Habari Mseto kwa jambo hilo ambalo mnalifanya. Karibu sasa mkurugenzi. Asante sana. Mimi huwa mtu akiniuliza unafanya nini, nawaambia ninanunua na kuuza habari. Wow. Jambo zuri. Kwa hiyo unanunua na kuuza habari. Ikiwa na maana kwamba wazo ulilonalo ni habari, maono ulionayo ni habari, na biashara yako pia ni habari. Wow. Wazo ulilonalo ni habari, maono ulionayo ni habari, kampuni na biashara ulionayo ni habari. Acha kukaa kizembe mwana wa Mungu. Mkurugenzi ametusanua hapa. Chukua fursa hiyo. Sasa mkurugenzi, nikukaribishe rasmi sasa ujitambulishe, wana wa Mungu wakufahamu, watazamaji wangu wakufahamu vizuri. Wewe ni nani? Asante sana. Kwa majina ninaitwa Tumikiaeli Nasari, ni mwana na urithi wa Mungu ndani ya taifa la Bwana, pete ya muhuri, Hagai 2:23. Lakini pia ni mkurugenzi wa yaliyojiri Habari Mseto. Ningependa kipindi cha wenye maono au wana wenye maono sherekewa na wana wa Mungu wote wanifahamu kwa namna hii. Wow. Lakini pia ninapenda kumshukuru Mungu kwa ajili yenu ya jukwaa hili la wenye maono sherekewa, kwa sababu kazi yenu ni njema na ni bora sana ambayo mnaendelea kuifanya kwa kusherekea wana hao wenye maono. Lakini napenda pia nimshukuru Mungu kwa sababu nimekumbuka neno moja ambalo mwana wa Mungu aliwahi kutushirikisha akisema kwamba Bwana aliwahi kumwambia
kwamba zawadi kubwa ambayo unaweza kumpatia mwana mwenye maono ni katika kumwombea. Wow. Na leo hii mnatusherekea sisi kwenye jukwaa hili la wenye maono usherekewa ni kwa sababu ya maombi. Wow, asante sana mkurugenzi, asante sana. Tumejua kwamba kumbe tunaye mtu mzito kweli kweli, lakini kabla ya yote naomba nipokee pongezi hizi kwa niaba ya timu nzima ya wenye maono usherekewa. Tumezipokea pongezi kutoka kwa mkurugenzi kwa jukwaa la yaliyojiri habari mseto. Asante sana ndugu mkurugenzi, na hakika kwa kweli tumefurahi kuwa na wewe mahali hapa siku ya leo. Lakini umezungumza jambo moja kwamba zawadi kubwa ambayo mwenye maono anaweza akapatiwa ni kumuombea. Ndiyo. Kwa nini maombi? Kwa nini sio fedha? Kwa nini sio mali? Kwa nini sio magari? Na nikaa kumuombea. Asante sana ndugu mtangazaji. Unajua tumesema ni maombi kwa sababu maombi ya mwenye haki wa Mungu yanafika sehemu ambako mwili hauwezi ukafika. Ndio. Na ni maombi ya mwenye haki wa Mungu ni maombi ambayo yanaenda kizazi hata kizazi. Wow. Lakini pia katika maombi au maombi ya mwenye haki wa Mungu ni eneo ambalo tunapokea majibu, tunapokea direction, tunapokea jambo la kufanya. Ndio. Kwa hiyo ndio maana nikasema ni maombi kwa sababu maombi ndio kitu pekee ambacho kinaweza kikasafiri zaidi ya pale ambavyo mtu angeweza kufika. Wow, maombi yanaweza kwenda mahali ambako mwili hauwezi kufika. Maombi yanasafiri kutoka kizazi kimoja hata kizazi kingine. Shikilia hapo mwana wa Mungu, shikilia hapo mtazamaji wangu wa kipindi hiki cha wenye maono usherekewa. Bado tunaendelea na mkurugenzi. Hakika amesema jambo zuri ambalo ninataka kurudi kwake. Lakini bila kusahau niendelee kukukumbusha mwana wa Mungu na mtazamaji wetu wa Sonship Spirit TV ya kwamba kipindi ni wenye maono usherekewa hapa Sonship Spirit TV, TV yako na familia yako. Na hapa tumepewa shavu kubwa sana na Mungu Baba na washirika mbalimbali wa injili hii ya ufahamu wa Mungu. Tunao God is Blessing ambao wanatupa shavu kubwa mahali popote tunapokwenda, wapo pamoja na sisi. God is Blessing wanafanya kazi zao. Ukitaka huduma zote za catering, ukitaka huduma zote za masuala ya usafirishaji, pia zinakufikia mahali popote ulipo. Huduma zote zinazohusiana na masuala ya passport na visa, basi God is Blessing wapo kwa ajili yako. Wapo kwa ajili ya kuibariki dunia pamoja na wewe, wapo kwa ajili ya kukubariki wewe mwana wa Mungu. Usisite kuwatafuta kwa namba zifuatazo hapo chini, wapigie simu na watakuhudumia vizuri kabisa na kukubariki kwa habari njema hizo kutoka kwao. Asante sana mtazamaji wetu. Basi turudi pia moja kwa moja kwa mkurugenzi. Mkurugenzi, wakati unazungumza nimewaza jambo moja. Unataka kuniambia kwamba yaliyojiri habari mseto pia ni matokeo ya maombi? Ndiyo, 100%. Wow. Matokeo ya maombi. Wow. Ninasema ni matokeo ya maombi kwa sababu ninapenda kumshukuru Bwana kwa ajili ya taifa la Bwana Pete ya Muhuri, ambapo wana maombi ya kila wanapoanza mwaka ambao huanza tarehe 5 mpaka tarehe 13. Maana yake ni maombi ya siku 40. Yeah. Na haya maombi huwa yanaenda kwa jina la The Place Called Abba Father. Yeah. Hii ikiwa namshukuru Mungu kwa sababu katika maombi siku moja Bwana aliwahi kutuambia ndani ya hizi siku 40 ni eneo pekee ambalo tunafanywa upya katika ufahamu zetu na kila ambacho Bwana amekuwa anatupatia. Wow. Kwa hiyo yaliyojiri habari mseto yalizaliwa katika eneo hili au yalizaliwa ndani ya hizi siku 40 kwenye maombi. Wow. Yes, nakumbuka ilikuwa ni tarehe 20 mwezi wa kwanza mwaka 2025. Tulikuwa katika maombi haya, ndipo ambapo Bwana aliamua kututoa katika eneo ambalo tulikuwa kabla ya hapo, ambapo kwa sababu kabla ya hapo hatukuwa tunaitwa yaliyojiri habari mseto. Lakini tulikuwa na jina tunaenda kama yaliyojiri na nukuu. Ndio. Lakini tarehe 20 mwezi wa kwanza 2025 ndipo ambapo Bwana alitutoa katika yaliyojiri na nukuu na kutupa hili jina na kutupatia yaliyojiri habari mseto. Wow.